Iran inaonya kwamba vita vitavuka mipaka ya Mashariki ya Kati. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran limeonya kuwa vita vya Mashariki ya Kati vitaongezeka zaidi ikiwa mashambulizi dhidi ya Iran yataanza upya. Katika taarifa ya jeshi la Iran, jeshi hilo linalojulikana kwa kifupi kama IRGC limesema Iran bado haijatumia nguvu zake zote za kijeshi licha ya mashambulizi yaliyofanywa na Marekani na Israel. Iran imetoa taarifa kwamba hadi sasa ni 10% tu ya silaha zake zilizotumika, kwa maana 90% ya silaha zake bado zipo. Ndani ya siku 40 ambapo Iran imepambana na Marekani na Israel na kushambulia maeneo mengi katika eneo la Mashariki ya Kati, imetumia 10% tu ya silaha zake, na kwamba kuna 10% kubwa ya silaha bado zipo kwa ajili ya mapambano wakati ambapo Marekani na Israel zitakapoamua kuingia vitani. Hata hivyo, moja kati ya jambo ambalo wakati huu limekuwa ni kama hofu kwa ulimwengu ni pale ambapo Iran imesema kwamba ikiwa itashambuliwa basi itaongeza urutubishaji wa urani na kutengeneza mabomu ya nyuklia ambayo Marekani na Israel imekuwa ikiyakataa. Onyo hilo limekuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa Washington inaweza kuanzisha tena mashambulizi ndani ya siku chache kama hakutakuwa na makubaliano ya kudumu ya kusitisha mapigano. Vita hivyo vilianza Februari 28 na kusababisha vifo kwa viongozi wakuu wa Iran, akiwemo kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei, huku Iran ikijibu kwa mashambulizi ya makombora na drone. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amesema kurejea kwa vita kutaleta mshangao mkubwa zaidi kati juhudi za kidiplomasia za kusitisha mzozo huo zikiendelea. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi mara kadhaa amekuwa akielezea ulimwengu kwamba moja kati ya changamoto kubwa ambayo Marekani inaionyesha katika ulimwengu ni kutaka kuendeleza vita hivi. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump hata hivyo anasema hana haraka ya kufanya makubaliano na Iran, ataka mlango wa bahari wa Hormuz ufunguliwe tu. Hiki ndicho ambacho Bwana Trump anakitaka. Rais huyo amesema anataka kuona mlango wa bahari wa Hormuz ukifunguliwa mara moja, na anasisitiza kuwa unapaswa kufunguliwa mara moja. Akijibu swali kuhusu mazungumzo na Iran mnamo Jumatano, rais huyo wa Marekani anasema tunahitaji kufungua mlango wa bahari wa Hormuz na unapaswa kufunguliwa mara moja. Akizungumza katika mazungumzo na Iran, amesema hana haraka kufikia makubaliano licha ya kwamba anasema yupo tayari kuingia vitani kwa mara nyingine tena ikiwa wa Iran hawatafanya makubaliano ya kudumu. Rais huyo ameongeza kuwa kuna hasira kubwa nchini Iran kutokana na hali ngumu ya maisha. Rais huyo anaamini kwamba wa Iran wana hasira na serikali yao, na hivyo anaamini huenda wananchi wa Iran wanaweza kuanzisha maandamano mengine ya kutaka kung'oa utawala wa nchi hiyo, jambo ambalo limeshindwa katika kipindi cha kabla ya vita. Kuna hasira kubwa nchini Iran kwa sasa kwa sababu watu wanaishi katika mazingira mabaya. Kuna hali ya sintofahamu ambayo hatujawahi kuiona hapo awali. Sasa tusubiri tuone kitakachofuata, anasema rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump. Hata hivyo, kuhusu vita ambavyo vinaweza kusambaa katika Mashariki ya Kati, Umoja wa Falme za Kiarabu unaotajwa kwamba ni mshirika wa karibu zaidi na Israel na Marekani, sasa unaeleza kwamba umekuwa ukipokea mashambulizi kutoka nchini Iraq, na sasa wanaionya Iraq kuzuia mashambulizi ambayo yanatoka katika taifa lao. Wizara ya mambo ya nje ya United Arab Emirates UAE imeitaka Iraq kuchukua hatua kuzuia mashambulizi ya uhasama yanayodaiwa kuanzia katika ardhi yao kufuatia shambulizi la drone dhidi ya kinu cha nyuklia cha Barakah. Wizara ya ulinzi ya UAE imesema shambulizi hilo limetokea Jumapili na kusababisha moto katika kinu hicho kilichoko, shambulizi lililotoka nchini Iraq kulingana na taarifa zake. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua mengi yanayojiri.